Barabara kabisa mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kuanzia kuarifu na taarifa ambazo tumekuwa nazo, na hii leo taarifa kuu kama nilivyokuelezea ni kuripoti kwa baadhi ya wanafunzi ambao wameitwa kwenda kuripoti katika baadhi ya shule hapa nchini, na tunaangazia safari ya ule mfumo wa umilisi maarufu kama CBE, namna unavyokwenda hivi sasa, na ni mfumo ambao tumetoka nao mbali katika kuleta zile sera zake kutumika licha ya changamoto ambazo zilizopo. Lakini leo Jumatatu tarehe 12 ikiwa ni Januari 2026, tuko hapa na tayari wanafunzi ambao walifanya vema sasa wameingia katika madarasa yale ya grade 10. Kumbuka ni grade 10, grade 11 na grade 12, alafu baadaye watakuwa ni wenye kutahiniwa kuangalia namna ambavyo wamefanya. Hivi sasa hapa studioni mtazamaji, nataka tuangazie zaidi maandalizi ya mfumo huu, namna ambavyo umepokelewa, na vile vile tukiangazia kwenye masuala ya namna umepokelewa, pia tunaangazia zile sera ambazo zimewekwa kuhakikisha kwamba mfumo unafanya kazi vyema licha ya changamoto ambazo tayari tumeziona tangu mwaka jana na hadi wa leo. Watu ambao watakaokuwa ni wenye kutufahamisha zaidi na baadhi ya changamoto na pia kuangalia uzuri ama ubora wa mfumo huu kwa wanafunzi ambao tayari wanaendelea na safari yao ya elimu, bila shaka naye mmoja wa mawakili wakubwa hapa nchini ambaye mara nyingi huwa anatuelezea na kudadavua masuala ya elimu, wakili Echesa. Asante sana kwa kuweza kufika studio siku hii ya leo. Asante ndugu Alimanzi. Asante sana. Vile vile naye mmoja wa watu ambao pia nitasema ni watu muhimu sana katika kuangazia sera katika sekta ya elimu. Si ni mbunge ambaye anatunga sheria kule peke yake, bali pia yuko ndani katika muungano wa KUPPET. Huyu ninayemzungumzia mtazamaji ni mbunge kutoka Emuhaya, kaunti ya Vihiga, lakini pia ana fursa ambao anaocheza katika nafasi ambao amepewa katika kuangazia masuala ya walimu kupitia chama cha KUPPET. Karibu sana Mheshimiwa Umboko Milemba, karibu sana katika studio zetu. Yeye pia ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama kile cha KUPPET. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Nitaanza na wewe mheshimiwa, labda utuelezee tathmini yako kufikia sasa katika huu mfumo wa CBE ambao unaokuja, na ni safari ambayo inaletwa na wanafunzi wapya ambao wanaingia katika madarasa haya, na pia tuangazie zaidi kutoka upande wa walimu namna ambavyo wamejiandaa. Karibu sana. Asante sana kwa kuniita katika hii show. Naam. Na ni siku kubwa ama ile tunaita kwa kimombo milestone, sababu wale wanafunzi ambao tulianza na wao, kumbuka vile wakati tulikuwa na CBC wakati ule, huu mfumo ukiletwa ulikuwa na pingamizi kubwa sana, lakini baada ya pingamizi hiyo yote tukamalizana nayo, alafu mfumo ukaanza, na sasa hivi wale wanafunzi wamepita zile grade zote na wanaenda katika grade 10. Ndio. Ambayo kama ingekuwa ile mfumo ya kitambo watu wangeiona kama ile ilikuwa inaitwa form 1, ingawa sio form 1. Kwa hivyo unapoenda ile grade 10, hii ni milestone kubwa, sababu wanafunzi zaidi ya 1,300,000 ndio wanavuka kuenda grade 10. Na jambo la kwanza ni kuwashukuru walimu ambao wameweza kufanya bidii sana pamoja na wazazi, sababu changamoto zimekuwa ni mingi, na pia wale ambao wamesaidia kufikisha wanafunzi hapa. Tunapopita hii milestone inabidi kwamba tuwe tayari, lakini kuna changamoto na pia kuna yale matarajio ambayo tunayaona ambao inaweza leta mafanikio kule mbele. Kwanza ni kwamba kwa upande wa kwanza ambao nataka tuweze kushughulikia sana, na hii itaenda kwa ile Wizara ya Elimu, waweze kufanya kwamba ama kuhakikisha kwamba ile mambo ya selection iweze kukwisha mara moja. Sababu paka wa leo nadhani umeona baadhi ya wanafunzi na wazazi bado wanatembea kwa shule moja kwenda kwa nyingine, kutafuta mahali wanafunzi wao watakuwa. Na hili ni jambo lazima Wizara ya Elimu, na niliweza kuongea na yule PS nikamwambia hili ni jambo lazima liweze kurekebishwa, sababu mambo ya placement tumeyafanya tangu wakati tulikuwa na ule mfumo wa A level ambao tulipitia. Tumekuja 844 na bado tumefanya placement vizuri. Na hii placement wakati ule hata ilikuwa ni ngumu sana, sababu ilikuwa ni manual, headmaster natoka na walimu wake wanaenda wanachukua wanafunzi na wanahakikisha wale wanafunzi waliweza kuapply zile shule na wana zile marks ambao zinatimiza kuingia pale wamechukuliwa. Alafu baadaye tunakuwa na ile ilikuwa inaitwa second selection ama selection ya pili, na tu kuwa na tatizo.
na nilikuwa nadhania kwamba kuleta huu mfumo wa electronic ambao ulitakana usaidie ule ulikuwa manual wa kitambo, ingekuwa hata ni vema sana, sababu ingehakikisha kwamba hii inafanyikana bila wasiwasi yote. Nakumbuka mashini haiwezi ikaharibu, haiwezi kosea. Mashini inaweza haribiwa tu na mtu. Kwa hivyo hii electronic ambayo ililetwa vile imefeli, nataka kuambia Wizara ya Elimu ichunguze nini kilitendeka, lakini kwa haraka waweze kuhakikisha wanafunzi wote wapate mashule. Tutakuja kuingia huko ndani vizuri zaidi. Ule mfumo tulianza wa 100% transition, tusije tukapoteza. Kwa hivyo mimi naanza na kusema kwamba wizara irekebishe, ili kwa siku 2-3 ambazo zinakuja hapa mbeleni wanafunzi wote wako placed na wana mashule zao, wasiwapelekwe mbali. Kama ni day school wawe karibu na shule zao, ili tuweze kuseto. Lakini uliguzia mambo ya walimu, sijui niendelea. Tutaendelea kwa walimu baadaye. Kwanza umekuja vizuri, ukataja mfumo unavyoendelea, namna unavyosonga, lakini kuna hizi changamoto. Tutakuja zigusia hizo changamoto, lakini wacha nimpe wakili hapa kidogo pia apate fursa ya kuzungumzia tathmini yako kuhusiana na mfumo, safari hii ya CBE hadi leo. Ali Manzu, nimekuwa miongoni mwa Wakenya ambao wamezua tetesi kwamba mfumo huu ulitujia kama taifa bila ya kujiandaa. Lakini kama alivyosema ndugu yangu Omboko Milemba, sasa tuko mahala ambapo tupo. Lazima tuangazie changamoto zinazoukumba huu mtaala mpya na kuzitatua ili tuweze kuganga vizazi vijavyo. Kwa mfano, ule mtihani wa junior secondary ulipofanyika, lazima tujiulize, je, wanafunzi waliwezwa kuweka kwenye vile vitengo vya masomo walivyonuia kuvifanya? Sayansi, teknolojia, uhandisi na hesabu, sayansi ya kijamii, sanaa na michezo. Pili, je, wanafunzi walijiunga na shule ambazo walinuia kujiunga? Kumekuwa na mchakato hata kwenye ulingo wa siasa kuhusu shule za kitaifa, kwamba shule za kitaifa zipewe nafasi za kuruhusu wanafunzi waliozaliwa maeneo yale kuziendea. Na kuna maeneo katika taifa la Kenya ambayo hayajakuwa na bahati mno. Tangu Kenya kupata uhuru, hatujakuwa na shule za kitaifa ambazo zina sifa kubwa sana. Kulingana na mimi, shule za kitaifa pia zina viwango na vitengo. Kuna shule za kitaifa ambazo kutokana na kupata uhuru kwetu zimekuwa na umaarufu mkubwa. Ni kama shule 8 tu, shule za Alliance, shule za Mangu, shule za Maseno. Lakini huu mfumo ambao sasa kila jimbo una shule ya kitaifa, utapata kwamba Busia kwa mfano kuna shule ya Kolanya na shule ya Butula. Kakamega kuna shule ya Butere na shule ya Kakamega. Na maeneo yote kuna shule za kitaifa kwa majina tu, ambazo hazivutii wanafunzi, na wanafunzi bado wana mvuto na zile shule za kitaifa za kitambo za enzi zetu. Ni nini tunalofanya kama wadau kutatua shida hii, kwamba shule chache ziliopo zinaweza kuwachukua wanafunzi kiasi fulani, na mbona tusijenge shule zingine kila jimbo ziwe na umaarufu mkubwa kama Alliance ama kama Mangu? Kwa hivyo ni tatizo ambalo linapaswa kushughulikiwa. Na tunapojiunga na secondary ya kiwango cha juu, senior secondary, tujiulize, je, wanafunzi hawa wana ruhusa ya kubadilisha vitengo? Kuna wale wanafunzi ambao wakiwa darasa la grade ya 9 walitaka kwenda kwenye STEM. Lakini sasa wameingia shule za sekondari. Je, tunaweza wapa wanafunzi hawa nafasi? Sisi enzi zetu kama wanafunzi chini ya 844 kidato cha pili ndipo tuliporuhusiwa kuchagua masomo. Hawa imekuja mapema kidogo. Je, kuna ruhusa ya kubadilisha? Safi kabisa. Labda mheshimiwa, hili swala ni zito sana, manake ukiangalia fursa tulizokuwa nazo, baadhi yetu tulikuwa na uwezo wa kubadilisha. Je, mfumo huu unaweza kufanya fursa kama hizi ziwe rahisi kwa yule mwanafunzi? Manake unakuta mtu amechagua STEM lakini anafika pale anaona mabadiliko kidogo. Kwanza kabla sijajibu hilo, Wizara ya Elimu, hii kuzunguka ya wazazi ambao sipendelei kabisa na Wakenya hawajafurahia, hao ndio waliweza kuzusha hii mzunguko. Sababu wakati teknoloji ilionekana imefail, hao wakasema kwamba kama hutaki ile shule ambao umeweza kuitwa, usije ukadownload hiyo barua. Na unajua unapo download
ndipo umeaccept ama umekubali kwamba umeingia pale. Alafu wakasema usidownload, lakini uende katika zile shule ambazo unaona unataka. Unapofika katika ile shule unataka, unaulizwa leta ile barua ambao uliitwa nayo ya kwanza, na tayari wizara ilikuwa imemwambia msidownload. Ndipo sababu nyinyi wenyewe niliona taarifa yenu pale, tulifanya taarifa na kumbuka Mary principal aliingia shuleni akapata wazazi wamejaa pale. Ndio. Kwa hivyo nataka wizara kwa heshima iweze kupata communication ama taarifa maalum ili tusiweze kuwa na wazazi kwa tukiongezea mheshimiwa, mpaka jana jioni nikiwa kwenye desk pale niliona bado tunapokea taarifa kwamba kuna baadhi ya wazazi mpaka juzi Jumamosi Jumapili walikuwa wanaenda shuleni kuwatafutia wanafunzi wao fursa hizo. Sababu hapo awali ilikuwa tu ni kwamba hakuchukuliwa, tungoje ile selection ya pili, na tulikuwa na utaratibu. Tukikuja katika lile jambo umeweza kuuliza, kuna pathways 3 ambazo hao wanafunzi wanaingia, ama vitengo vitatu ambayo wanafunzi wanachukua choices ama wanachagua. Na lazima pia nikurudishe nyuma kidogo, utaniwia radhi. Naam. Hizi pathways ambao unasikia vile wakila amesema, kuna STEM, kuna arts tuko na sports. Hizi pathways sio ni kwamba zimetokezezea tu saa hizi. Hii ni mambo yalipangwa kitambo. Haya mambo yalipangwa na ile commission ilikuwa inaitwa the Mwiria Commission. Ni kitambo kidogo niliweza kukalia ile commission, sababu nakumbuka ndio wakati wa kwanza nilikuwa najaribu kubambana kuingia bunge kutetea mambo pia walimu. Na nadhani ni mwaka wa 2016, sababu kinara wa hii nje alikuwa ni Uhuru Kenyatta, na nilikuwa mmoja wapo ambao walipeleka lile ripoti kwa President Uhuru Kenyatta. Huyo ndio alipanga hii mpangilio ya pathways ya STEM, na sisi ya hiyo STEM ina science, na mathematics, na engineering, na mambo kama yale, na hizi zingine mbili. Na mimi naonelea kwamba lazima, na hii ni lazima sisi kama wadau wa elimu na wale ambao wako katika hii sekta, mwanafunzi vile alifanya ile mtihani hakukuwa na surety na uhakika kwamba ataweza kufaulu kuingia sekta fulani, ama uchaguzi wake haukukuwa mzuri sana, sababu wazazi wetu wengi wana challenges kule nyumbani. Kwa hivyo mimi nakubaliana na advice, napeana wasia wangu, wanapoingia pale waruhusiwe kama wanataka kubadilisha kutoka kwa pathway moja kuingia kwa nyingine iweze kutendeka. Na sababu ni kitu imekuja kwa muda mfupi na itawasaidia. Kumbuka CBC yenyewe ama CBE inaongea kuhusu wale wanafunzi ambao wanaweza kujisimamia, na pia inatakana waweze kutimiza vitu fulani ama skills fulani ndipo waendelee mbele. Kwa hivyo walimu wapewe nafasi ya kuchunguza huyu ana uwezo wapi, na yeye mwenyewe pia ana uwezo wapi, na kama ni kubadilisha waweze kubaliwa kupitia ushauri wa mwalimu. Sasa ushauri wa mwalimu ndipo tupate the best, sababu kuna wale wanajua sekta fulani, kama ni ya sporti waingie kwenye sporti, kama ni wale wanajua, basi waje tukuje kwa jambo la walimu. Ndio. Kwanza wako tayari walimu wenyewe? Yes, hilo nataka kuguzia. Kumbuka KUPPET nyinyi ndio sasa munapewa jukumu hili grade 10. Na mimi wacha nijitangaze. Sababu naona wakili amejitangaza. Wakati tulikuwa tuna ile vuta ni kuvute kuhusu mfumo, mimi nilusapoti. Ukikumbuka msimamo wa Wilson na msimamo wangu ulikuwa ni hivyo. Ni mzuri kusema ukweli. Ndiyo. Sababu tumeweza nilisupport mfumo. Sababu nilikuwa nimeona tayari inji itakuwa na challenge kubwa kwa ule mfumo ulikuwa wangu wa A-level na ule mfumo wa 844 ambao tunatoa wanafunzi ambao wanaenda kutafuta kazi ambao hazipo. So nilikuwa naona huu ni mfumo mwema ambao unaweza pea wanafunzi skill fulani na pia kuwezesha wanafunzi wengi waweze kutafuta skills. Lakini hiyo debate iliisha. Saizi wacha tushughulikie hii. Walimu hawako tayari sana. Tayari TSC walikuwa wanafanya ile inaitwa retooling, ama kuwezesha wale walimu walioko kuweza kufundisha mfumo. Lakini retooling haijafanywa vema, sababu kweli bunge lilipea Teacher Service Commission pesa, na pesa zingine nadhani zilitoka katika World Bank na IMF. Ndio. Ili tufanye retooling. Lakini retooling imefanywa haraka kwa siku 4
na walimu pia walizurutishwa kuenda kule, sababu usipoenda utapata barua ya discipline. Nataka Teacher Service Commission waige ule mfumo wa retooling wa ile tulikuwa naita semestia, ambao walimu wanaenda kwa sababu wanafurahia na wanafundishwa kwa wiki moja, wanakuwa motivated. Kama semestia wanalipa allowance ya 2000 hawa TSC walikuwa wanawapatia 500 shilingi 500 peke yake. Hata walimu hawakutaka kuenda, sio sababu ya pesa tu, lakini pia motivation haikuwa, ilikuwa na threats. Kwa hivyo retooling haijafanyika vema. Number 2, walimu wa sehemu ya sayansi ama ile STEM hawako wa kutosha. Na ninakubaliana na Teacher Service Commission wamesema wanahitaji zaidi ya 35,000 ya walimu, na haswa ni kwa stika zile subject ambao zimekuja mpya kama zile aviation, marine, mambo yako pale mazito, marine, aviation, woodwork, metalwork. Walimu hawapo, lakini mwisho wa hope tutakuwa tunatoa zile solutions. Alafu pia changamoto nyingine ni wale walimu wa zile subjects za kama sport na martial arts. Unaona walimu wengi ambao wanajua ili somo ni wale walifanya diploma katika zile shule za primary. Nitakuwa nikitoa wasia wangu kwamba lazima tena tutarudi katika primary, wale walimu walifanya wendo wakuja watusaidie. Na hapa sehemu ya teknolojia tuchukue wale watu walijifunza mambo ya teknolojia, iwapo kweli hawajapata yale masomo ya walimu kudhibitisha ile teaching methodology, lakini huenda itabidi wasaidie, na ndipo tutaweza kufili hii gap ya hizi sekta ambazo walimu wapo ambao wanatosha. So sekta ya walimu haiko tayari, lakini walimu wetu wana bidii, wana confidence ya kuenda kuconfront. Kumbuka hata mfumo wa 844 ulipokuja, tulikuwa na subject ambazo zilikuwa hazina walimu, na zilikuwa zile za kawaida tu kwa saa hizi. Kama agriculture tuko na mwalimu, music tuko na walimu, na ilibidi tuchukue walimu ambao walikuwa katika section ya primary na wengine wachache ili waanze kufundisha. Tulichukua hata walimu kutoka institution kama Bukura, wamekuwa wakitrain kwa walimu along the way, wakakuja kufundisha agriculture. Lakini saa hizi mimi naweza, kwa hivyo lazima kuna vitu vifanyike hapa. Safi. Wacha tusikize pia labda Chesa, upande wako hizi changamoto kando na masuala ya walimu, sijui unaona ni changamoto gani zingine ambazo huenda zikapenyeza katika mfumo huu ambao ndio umeanza kazi? Ufadhili. Ufadhili wa mtaala. Huu mtaala wa umilisi ni mtaala ambao unahitaji miundombinu na miundo msingi ambayo imeendelea mno. Kama wale wanafunzi wenye kitengo cha STEM, wanahitaji kuwa na maabara ambayo yako na kila kitu ambacho kinahitajika. Na iwapo serikali itaendelea na uzembe ambao umekita mizizi kwenye huduma yake ya kutotuma fedha kwenye shule kwa wakati, na hata hawatumi tu, sababu kama mwaka jana walituma chini ya asilimia 60, na miaka yote hapa walikuwa muda pia umeisha. Ilikuwa ni muda umeisha. Kwa hivyo serikali isipofadhili mtaala huu, basi wanafunzi ambao wanaegemea kwenye STEM wataumia mno. Pia wanafunzi wanaofanya sanaa na michezo wanahitaji vifaa, wanahitaji maabara ya kisanaa ya kisasa ili kuweza kutekelezwa. Alafu pia mimi kwa heshima kubwa nadhani kwamba wale viongozi wetu kwenye Wizara ya Elimu ama wadau wa Wizara ya Elimu wanaishi mawinguni na walimu wetu wanaishi duniani. Kwa hivyo kuna pande mbili hizi. Wale wa wizara wanataka mambo yatendeke hivi, lakini ukienda kwenye dunia tunayoishi hayawezi kutendeka. Kwa mfano, lazima walimu wakuu waruhusiwe, bodi simamizi ziruhusiwe, hawa wabunge waruhusiwe kuja na suluhu za kimkakati kusaidia mtaala huu. Kivipi? Mimi ni mwenyekiti wa bodi simamizi ya shule ya Mtakatifu Anna kule Kakamega Msoli. Hatuna mwalimu wa kufunza somo la aviation, lakini kwenye ushirikiano wetu mwema na shule ya wavulana ya Musingu tumeafikiana kwamba wanafunzi wetu wa somo la aviation watafunzwa na mwalimu wa Musingu, sababu ni dakika 5 kati ya hizo shule haja wafunze. Na wale mwalimu wetu wa Kifaransa na wa somo la kilimo atasaidia wanafunzi wa Musingu. Wakiruhusu walimu wakuu kushirikiana kimkakati vile, na waruhusu waheshimiwa kupitia CDF, kama kuna any facilitation kwa upande wa elimu waweze kusaidia, basi tutatatua baadhi ya hizi shida na changamoto. Vyema kabisa.
Nitakuja baadaye tuingilie kwenye swala la sera ambazo zinazosukuma mfumo huu vizuri. Mheshimiwa, tuangazie, je, ni sera ambazo zilitengenezwa kwa manufaa ambayo baadaye wanafunzi hawa ambao wanaopitia gredi hii ni watu ambao watakuwa ni wenye kufaidi taifa, ama hali itakuwa vipi? Na pia tukiangazia tofauti iliyokuwepo wakati wenu A-level, mitihani ile ya 844 na kadhalika, hali ilikuwa vipi kwenye sera ya mikakati kama ambayo inayotajwa hapa na Echesa. Lakini kwanza tuende kwenye mapumziko mafupi tu, inaelekea saa 6 kamili, tutarudi baadaye tuendelee na mjadala wetu. Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa ni saa 6 na dakika 1 saa za Afrika ya Mashariki, siku hii ya Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa Januari mwaka 2026. Ni siku ya kwanza ambapo ile safari ya elimu kwa wanafunzi wanaoingia gredi ya 10 inaendelea. Leo tunamaanisha kwamba shule nyingi hapa nchini ndio zimeendelea kuwapokea wanafunzi hao, na kama ulivyoona katika taarifa zetu hapo awali, moja kwa moja wanafunzi namna wamejiandaa wakiwa na vifaa vinavyohitajika na wazazi wao katika shule ya Pangani. Kumbuka shughuli hii inaendelea katika shule mbalimbali kote nchini ambako wanafunzi hao wameitwa, lakini pia katika kuangazia namna mfumo huu unavyoendelea, na wageni hapa tukiangazia namna ambavyo shughuli zinavyoendelezwa na changamoto zilizoko, matayarisho yake, namna ambavyo wamejiandaa kupitia rasilimali ambazo zinazohitajika. Kumetajwa masuala ya STEM hapa, ni kwamba itakuwa vigumu kwa baadhi ya shule kuafikia kile ambacho wanachotaka kupitia ile STEM kwa sababu ya ukosefu wa vifaa. Lakini pia wakili hapa Echesa amezungumzia swala la shule kupewa fedha za usimamizi na changamoto zilizoko, na nitampa Mheshimiwa Amboko Milemba kidogo pia azungumzie swala hili. Manake ndakumbuka mwaka jana wakati tukisimamia taarifa za walimu kupokea, mashule kupokea hizi fedha, zilichelewa kwanza, alafu pia ukiangalia serikali ilipiga kimya baada ya kutuma baadaye kama chini ya 60% ya fedha hizi za usimamizi, kupelekea walimu wakuu kulalamika sana na hata kuwasukuma wazazi kuingia kwenye mifuko na kusaidia kuendeleza shule kama hizi. Mmelichukulia kwa uzito gani katika kipindi hiki swala hili la kucheleweshwa kwa hizi fedha? Lazima hili swala lichukuliwe kwa uzito sana sana na Wizara ya Elimu pia na ule waziri wa Treasury ambao ni Mbadi, na alikuwa mmoja wetu katika bunge, sababu wakati tuliweza kuwa kwa Committee Education tukamweka katika ile kakato ya kumchunguza, ndipo akasema kwamba yeye hatumi shilingi 22,200 katika shule za sekondari, ilali anatuma 16,000. Ndio. Lakini hapo awali ilikuwa watu walikuwa nafikiria anatuma 22,200. Kwa hivyo hii curriculum kufaulu lazima aweze kutuma hizi pesa. Saizi ametuma nusu ya hizo pesa, na hata si nusu, inatakana hao ametuma 50%, asilimia 50. Na hiyo ingelikuwa ni shilingi 11,000 kwa kila mwanafunzi kwa kila shule. Lakini ametuma shilingi 5,000 kwa kila mwanafunzi kwa kila shule. Hiyo ni asilimia 25% ama 25. Kwa hivyo asipotuma pesa shuleni, na pia asipotuma lile deni la mwaka jana na madeni mengine, sana sana mwaka jana, sababu iliweza kusukumwa kiasi ya kwamba hata bunge likaweza kumuita yule waziri Ogamba. Lakini bado akaweza kutosema ukweli kwa bunge, sababu baadaye ile verification ilikuisha, lakini pesa hazikutumwa. Kwa hivyo ni lazima pesa ziweze kutumwa katika deni pia la mwaka jana. Deni lilipo la mwaka jana ndio hii curriculum iweze kufaulu. Sababu wale walimu, wale ma headmasters ama principals mpaka wa leo hawana walimu wa kutosha. Wengine wanawalipa kutokana na ile BOM teachers. Na hii ni mzigo kwa shule. Alafu hawana vifaa vingine ambavyo tayari wakili alikuwa ametaja. Jambo lingine ambalo tusahau ni textbooks, sababu mpaka wa leo textbook hazijaenda shuleni. Kulingana na ripoti yao, walisema kwamba, nafikiri wiki jana walisema kwamba wataanza kupeana textbook kuanzia tarehe 16 ambao labda ni Ijumaa hii inayokuja. Lazima ziende mapema. Textbook inatakana ipate mwanafunzi kule. Mwanafunzi anapoingia ni tool of work yake ni textbook. Kwa hivyo lazima zitume mara moja. Kumbuka textbooks hapo awali zilikuwa zinafanywa na private sector, lakini baadaye wakati wa Matiang'i akaweza kuirudisha katika wizara. Na sisi hatuna neno, bora textbook iwe shuleni. Kwa hivyo waweze kutuma zile textbook kule. Pia wazazi wana changamoto. Lazima wizara itoe ile circular clear ambao inasumuzia mambo ya karo.
Sababu kuna challenge pale ambao unapata hii karo sijui ile national school inatoshana na ile ya chini, na ya chini ukisema ni sawa na ile national school, basi utakuwa umeongeza karo. Sababu unaposema shule zote za boarding ziweze kutoa 50, ilikuwa ni 53,000, basi hizi za chini zilikuwa zinatoa hata 30 something, lakini sasa zitaweza kuongeza. Kwa hivyo kuna mchakato pale ambao lazima uweze kusurishwa ili tuweze kukua na mfumo ukienda. Lakini jambo la pesa, bila pesa huu mfumo utarudi kukua kama 844. Tuingilie kwenye swala la sera, na nitamruhusu wakili hapa tuangazie hii sera ambayo inayotumika wakati ulipoanzisha pale, kwamba tatizo kubwa ni kutekeleza hii sera kupitia mifumo ya fedha ambayo inahitajika kufikishwa mapema katika shule hizi. Je, unadhani hii sera ambayo inayotumika katika mfumo huu wa CBE ni sera ambayo ina busara yake mwisho wa mwanafunzi kumaliza ama kukamilisha yale masomo, ambapo itamsaidia kujiendeleza vyema? Ukweli ni kwamba mtaala wa CBC ni mtaala bora zaidi ya mitaala zote ambazo tumekuwa nazo humu nchini. Swali ni je, utekelezaji wa mtaala huo kisera utakuwa wenye manufaa? Naomba uweke utekelezaji kikamilifu. Kikamilifu. Na wanapeana mfano huu. Bwana Omboko hapa ana bahati ya kuwa mbunge wa Emuhaya. Mimi bado sijakuwa mbunge, mimi ni wakili wa watu hapa Nairobi na kule kwingine Kakamega. Tukitoka hapa tuwe na njaa sote, Omboko Milemba hawezi kunilazimisha kwenda kwenye hoteli ya Hilton ili niweze kupata chakula changu. Kama atalipa ni sawa, lakini asipolipa aniruhusu niende River Road nikule maharagwe ambayo nina uwezo wa kulipa. Yeye aende Hilton. Mimi sindagi kule bwana. Akule chakula chake. Lakini mtaala huu ni kama hii lunch ya Hilton. Kwamba kila mtu amelazimishwa lazima ule hii lunch. Na kuna yule analazimishwa ila ana hela. Kuna ule hata hajui Hilton iko wapi. Najaribu kusema kwamba iwapo unalazimisha mwanafunzi kufanya sanaa na michezo kama pathway, na kule nyumbani shule ya Mung'ang'a ama Khaunga ama kule kwenu, hiyo shule haina uwanja, utachezaje na kugundua talanta ya mwanafunzi wa sanaa na michezo bila vifaa vya muziki, bila kiwanja? Baada ya miaka 3 utakuwa umeketi na huyu mwanafunzi kwa miaka 3 bila kuguza talanta yake, bila kumsaidia kujiendelesha kielimu. Na utakuta kwamba mtaala wa 844 angalau ungalimsaidia kusoma lolote. Huu mtaala utafanikiwa tu iwapo utatekelezwa kikamilifu kupitia kwa sera ya uajiri wa walimu. Kisha tuwe na sera ambayo walimu watazidi kufunzwa hata wakiwa wanafunza. Haya mafunzo ya siku 3, siku 4 kwa jina la retooling hayasaidii. Huwezi mfunza mwalimu kwa siku 3 mtaala mpya ambao hakuusoma kwenye chuo kikuu. Kwa mfano, kuna mwalimu ambaye alisoma kufunza somo la Kiingereza nafasi yake kama mimi, lakini sasa ameulizwa kule kwenye junior secondary afunze somo la hesabu, afunze somo la sayansi ya nyumbani, home science, afunze kilimo. Hii ni baada ya yeye kufunzwa siku 3 jinsi ya kufunza kilimo. Ili hali walimu wa somo la kilimo kwenye vyuo vikuu walifunzwa kwa miaka 4. So lazima tuwe na mabadiliko ya kisera. Tuwafundishe walimu wetu kikamilifu, tuweze kuajiri walimu ambao wamehitimu, na tuweze kuwa na pride ya chini na kukubali kwamba kuna walimu wa shule za msingi ambao wana ufaafu mkubwa kwa hizi sekondari kuliko hata walimu wa shule za sekondari. Somo la PE kwa mfano, TTC zote zinafunza PE na somo la muziki na somo la home science kwa lazima. Lakini tunasema ni heri mwalimu aliye na degree ya somo la dini aende afunze PE kuliko mwalimu aliyesoma miaka 2-3 eregi kufunza wanafunzi PE. Lazima hii maringo ya kipumbavu yapunguke kwenye viongozi wa serikali na waruhusu watu wenye ujuzi kufunza. Hapo unazungumzia wizara ibadilishe pia hiyo. Mheshimiwa Omboko, bado tuko kwenye swala lile tu la sera, na mojawapo ya mambo ambayo ametaja ni uajiri wa walimu. Nafikiri Mheshimiwa Rais mwaka jana alizungumza sana kwamba tutaajiri zaidi ya walimu 100,000. Huu mpango kupitia wanachama wenu, je, uliweza kuafikiwa? Kwa kuajiri walimu, Rais wa saa hizi amejaribu sana.
Kumbuka mimi nilianza kuja hapa kitambo kidogo. Na niliweza kuona zile serikali zote za hapo awali. Na walimu walikuwa wanaajiriwa 5,000 kila mwaka. Kwa muongo wa miaka 5 kila rais alikuwa anaajiri walimu 25,000 peke yake. Lakini rais wa saa hizi alijaribu sana, sababu saa hizi hivi tunaongea kuhusu walimu karibu 76,000 ambao wameajiriwa. Lakini kuna changamoto ya wale walimu ambao wako katika internship. Na sisi tunamwambia rais aweze kuwa confirm kuwa permanent and pension. Hawa ni wale ambao wamekuwa kipiga kelele tangu mwaka jana mwisho wakafanya maandamano na wengi walikuwa upande wa KUPPET. Na mimi nitaambia hata bunge tunapofungua waweze kuleta ile supplementary budget ili hawa walimu waweze kuajiriwa kwa permanent and pensionable, sababu hawa ndio wanabeba hata hii curriculum ya CBE. Ndio. Na tusipowaajiri kwa permanent and pensionable hatutaweza kufaulu. Kwa hivi ni jambo dharura ambalo linataka tekelezwe. Twende kwenye hizo sera. Nikirudi kwa sera sasa. Ndio. Hii mtaala ama curriculum ikiweza kutimizwa vizuri kikamilifu, nikiweza kuboro from wakili hapa, itakuwa ni vema sana na itatengeneza yule mwanafunzi ambaye atakuwa na faida kubwa. Asubuhi hii ama juzi nilikuwa naangalia zile goals ambazo ni za CBE. Na nikapata baadhi ya zile goals ambazo nataka kuachieve ni zile za kisasa kabisa. Kwa mfano, wanataka kuachieve communication, mawasiliano. Lakini challenge ambayo iko katika mfumo tunapoongea sasa ni kwamba wale wanafunzi wanaenda katika shule lakini hakuna zile ICT centers ama computer centers katika mashule ambao communication ya kimtaala ingeweza kutendeka. Sababu kumbuka mabarua iliweka katika ICT, downloading imekuwa pale, kila kitu ni ICT, lakini inatakana hata ingawaje tunataka zile laboratories ambazo wakili alisema ambazo serikali inasema inaweza kuweka sijui 1,600 tuweze kuwa na laboratory ya computer ndio iweze kuachieve communication. Communication itakuwa bora sana. Ya pili ni collaboration, kuweza kufanya kazi na wengine. Lazima niende haraka sasa. Ya tatu ni ile critical thinking. I love this. Critical thinking ni ile fikira ambayo si tu unasema vile ulifundishwa Vasco da Gama alikuja hapa mwaka wa hii mwaka, lakini unaweza fikiria alikuwa ni vile alikuja, yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuingia hapa akaona Mount sijui Kenya. Critical thinking. Pale tuko na imagination. Yani unaweza kama mwanafunzi afikiria pale akaimagine mambo fulani na pia anaweza kuyatekeleza vile ameimagine. Tuko na creativity. Huyu mwanafunzi atoke pale anaweza unda vitu zake kulingana na fikira zake vile amefundishwa pale. Kwa hivyo kuna free space ya operation. Hizi ni baadhi ya goals. Tuko na citizenship, ile na national unity, na ndio sababu nita support wakili anaposema kwamba wale wanasema tutoe zile shule sijui za national zielekezwe kusaidia tu wale watu ambao wanatoka hapo karibu. Na sahau kwamba national schools zinapata ile ufadhili kutoka katika treasury ama exchequer kuzisaidia, na hizi shule zingine hazipati. Kwa hivyo ni shule za kila mwananchi, yani tax paying ya kila mwananchi inaenda katika zile national schools. Na pia national schools zilikuwa ni 10 tu zile miaka za 1920s, alafu baadaye baada ya independence zikaongezwa kuwa 19. Na ndio sababu wakili alisema kuna zile zinajulikana sana na zile hazijulikani sana. Mimi naona alikuwa anaguzia zile original kama zile Mangu, zile Alliance, ni baadhi ya zile 19, lakini walikuja kuongeza zingine tu na ziko zina ufadhili mkubwa kama zile za kwanza. Alafu kuna zile self efficacy na mambo ya digital literacy iko pale. Self efficacy ni nzuri sana. Confidence ya mwanafunzi. Mimi ni mwalimu na yule mwanafunzi hana confidence, anafuata tu mwalimu na ile aliambiwa na mwalimu peke yake hawezi enda mbali. Kwa hiyo mfumo na sera yake ilikuwa ni nzuri sana. Ingetoa mtu ambao holistic kwa kimombo. Yule mtu akienda kwa society anaweza kupigana na society ambao ni mpya, lakini lazima ipate ufadhili wa kutosha ili tuweze kutoa huyu mwanafunzi akiwa hivyo. Na hii kutendeka lazima pesa zitumwe shuleni, wanafunzi wakuwe walimu wakuwe employed, na hizi vitu zote tumeweza kuongea ziweze kutendeka ndio mfumo uweze kufaulu. Na mimi naona tunapofungua bunge na pia huenda tutaongea na rais kama tunaweza na zile shirika zingine za serikali, lazima tukuwe na supplementary budget. Tutengeneze a special fund ya education. Hata tunaweza kuwa na supplementary budget specifically for education na specifically kuwezesha huu mfumo uweze kufaulu. Sababu ukifaulu basi wale wanafunzi ambao wale utoka, kwa mfano tumetokuwa na matokeo ya ile form 4
na unaona zaidi ya nusu ya wale wanafunzi ambao walifanya ule mtihani wamepata D+ and below. Na zaidi ya 1448 36 wamepata D+ and below. Lakini huu mfumo ulikuwa unatarajiwa kwamba tukue kwa hali ya CBC, ni wanafunzi ambao wanaweza toka ukaingia katika zile polytechnic, zile colleges za pale katikati, na sababu tayari wana ujuzi wa mambo ya woodwork, like metal work, wana mambo ya self creativity, self efficacy, wanaweza kuenda kule na wakatengeneza pathway zao kuingia kwa society na ukifanya kazi bila kutarajia watakuja kuvaa tai nzuri kama yangu nilitoa asubuhi ama hizi zenu, ili waende katika afisini kupata kazi ya ualimu. Kazi my friend. Mwalimu, mfano uliotoa. For me, huu mtaala ni mzuri, lakini lazima upewe funding, na mimi nitakuwa nikiuliza nikienda bunge nitaweza kutengeneza ile karatasi ya petition, ama kama nitaweza kuwa ni mswada wa haraka unaitwa motion, sio bill, sababu bill itachukua muda mrefu, ili tukuwe na special fund ya kufadhili mtaala ufaulu. Vyema, nimesikia kutoka kwenu, labda una lolote la kuongezea wakili? La kuongezea ni kwamba kuna wadau ambao hatujawahusisha, wanapaswa kuhusishwa kwenye mtaala huu ili uweze kufanikiwa, lakini ni wadau ambao ni wazembe, zinaitwa serikali za kimajimbo, county governments. Ndio. Unajua, kama serikali za kimajimbo zingekuwa zimedevelop hizo village polytechnics, zingesaidia sana kwenye mtaala huu, kwa sababu kila kijiji kiko na village polytechnic, na hawa wanafunzi wa junior secondary ambao wanasoma home science, ambao wanafanya art and design, hizo village polytechnics vingekuwa kama maeneo maalum za kufanyia utafiti wa kimasomo. Kwa hivyo lazima county governments kupitia kwa Council of Governors iweze kuhusishwa kikamilifu kwenye utekelezaji wa mtaala huu, right from junior secondary to senior secondary na kuendelea. Kumaanisha kwamba hakuna uhusiano mwema kati sasa ya county na serikali katika masuala ya elimu. Hatujapata memorandum of understanding ambao waziri wa elimu na county government kama imetia sahihi kwamba tutakuwa na uhusiano huu kutumia hizi facilities kwenye hii county. Hakuna uhusiano kabisa sasa hivi. Vyema, nitazungumzia swala. Lazima tulisukume hili jambo sababu county. Unajua mimi tayari natafuta wale walimu ambao hawapatikani katika somo fulani. Na mimi naona ameguzia sehemu moja ambapo pia tutaenda kuchunguza wale walimu ambao wanafundisha katika vocational training na zile tertiary institutions ambazo zimeanzishwa za national, wana qualification kwa sababu wenda tutawahitaji katika kusaidia huu mtaala. Kwa hivyo nimefurahia sana huo mchango. Kumaanisha ni motion hii unaitengeneza sasa. Nimeona mbele sababu wenda kuna watu pale ambao wanaweza kusaidia. Naomba tuzungumzie swala la siasa inayoingizwa katika swala la elimu, hususan matokeo ambayo yametokea. Mmemsikia Mheshimiwa Rigathi vile amezungumza, jambo ambalo kidogo Wakenya wametoka na hasira, ukisema kwamba kwa nini elimu unatiwa siasa hapa? Kwa nini unatuambia twende tukasome kule ambako unakostahili kusoma? Wakati miaka nyuma kuna bwana mmoja niliona juzi akisema kama mimi natoka sehemu ya Taveta na nilisoma katika shule ya Garbatula kule Isiolo, kuna tatizo gani? Mheshimiwa Omboko. Kwanza mimi mwenyewe natoka Vihiga, Isirulo, lakini nilisoma kidogo kule Chemelil Muhoroni Ujaluoni, hata ikabidi mwenyewe njue Kijaluo. Alafu nikatoka kule pia nikaenda kusoma sehemu za Rift Valley, ndio baadaye nikakuja kucheza mpira sababu mimi nilikuwa mtu mpira. Kwa hivyo masomo ni baadhi ya zile vitu ambavyo tumevitenga kirasmi kwa kuleta ile national unity. Ndio. Na hata national schools ambao niliguzia hapo awali, aim yake moja ilikuwa ni kujenga ile national unity na watu kuweza kujuana na kujua country yao. Na pia ukienda kwa ile original goals za education, hata ule mfumo wa kitambo, goal number 9 ilikuwa ni education to promote national unity. Kwa hivyo na hata hii pia iko hapo, nilikuwa nishaitaja. Kwa hivyo unaposema watu wasome kwao, unaanza kutenganisha, ili wewe ukiwa kule kwenu usome kule, usijue taifa liko, ama sijui ni fikira ya kuona kwamba watu fulani wanaona kwao wana mashule nzuri sana kuliko wengine, kwa hivyo wachukue zile nafasi zote
ili hao wengine wa nje wasije wakazitumia, lakini hii haitakuwa vema. Kwa hivyo jambo lile ambayo yule aliweza kuguzia alikuwa jambo nzuri, na nafikiri hakufikiria vema elimu isije ikaingishwa siasa kusema mtu asome. Kwa mimi na support, sababu najua 40% ya wale wanafunzi wanaenda shuleni wako katika zile day schools, na pia nitakuwa naambia ili wizara wale wanafunzi ambao walichukuliwa katika day schools na ziko mbali waweze kukubaliwa warudi karibu, lakini wale wanafunzi ambao wanahitimu kwa masomo ya STEM, na unajua hapa tunatafuta wale the best wazuri sana katika nchi nzima katika sekta ya aviation ama marine, na unasema kama huyu anapatikana kutoka Busia kwa mfano vile ama Isurulo kwangu abaki Isurulo, unajua sisi hatuna hata ile mambo ya marine na aviation pale, lazima ukuje Mangu tutoe Mombasa kule mambo ya marine katika mambo ya masomo, sababu tutapoteza yule the best ambayo yuko Northeastern anataka kufanya aviation, sababu tumesema asome kule na hawana ile shule, hawana vifaa. Kwa hivyo hii ni jambo wenda linaweza afikiwa miaka sijui ngapi huko mbele, sababu tunataka baadaye tutakuwa na ile standard school, shule zote zitakuja kutoshana. Ile alliance ndio itakuwa Isurulo, ndio itakuwa Busia, ndio itakuwa Northeastern. Kwa hivyo kwa saa hizi tuachane na siasa. Naomba uachie hapo nimpatie pia fursa wakili, ule usawa tunauleta vipi? Maana anamalizia na standardization na hizi shule. Kuna mwanafunzi yuko sehemu za Boni Forest kule Lamu amefanya vema zaidi, lakini anataka kufika sehemu ya Alliance. Tutaweka vipi usawa kuwe na Alliance nyingine kama iliyoko katika eneo ambalo anatokea, ili kuboresha elimu hii na kuboresha hizi fursa, isiwe tu mtu mpaka ende Alliance, lakini yule yuko Alliance pia anaweza kupata kiwango kile kile akiwa maeneo yale. Kwanza Ali Manzo, nikueleze kihistoria, tumeteseka sana, haswa sana jamii fulani na maeneo fulani. Ukiangalia karatasi la kimkakati la namba 10 la 1965, so ndio namba 10 of 1965, liligawa nchi hii kwa sehemu tatu. Sehemu ambayo ilikuwa highly productive, sehemu ilikuwa na potential of production, na sehemu ambayo haikuwa na uwezekano wa kimaendeleo, haswa sana northern part. Sisi watu wa western ilikuwa sehemu ambayo ina uwezekano hapo mbeleni kwa tunaweza katikati. Na kuna maeneo kama ya hapa Kiambu ambayo yalikuwa ni maeneo yenye high potential of development. Zile shule za kitaifa kuu ambazo mheshimiwa ameziongelea zilikuwa concentrated kwa haya maeneo ambayo yuko na potential of development kama Kiambu, Nairobi. Angalia the alliances ziko Kiambu, alliance 2 ziko Kiambu, Mangu. Limuru iko Kiambu, Mangu iko Kiambu, Nairobi School karibu na Kiambu, Lenana School karibu na Kiambu. Shule za kitaifa. Nakumbuka kuna wakati ambapo baraza la mawaziri humu nchini lilikuwa ni wanafunzi wa Mangu na Alliance. Nusu ya baraza la mawaziri. Kwa sababu wale walipata nafasi ya kwenda kwenye shule hizo, walibadilisha maisha yao, na ilikuwa kama mwanafunzi wa Alliance amekuwa ni waziri, directors kwa hiyo wizara itakuwa ni wanafunzi wa Alliance. Kwa hivyo ni muhimu hiyo keki ya kitaifa isalie kuwa ni yetu. Na hizo shule 19 ambazo zilifaidi kwa rasilimali za humu nchini kuwa shule za kwanza za kitaifa zisalie hivyo. Kama wananchi wa Kiambu wanataka shule ya Kiambu ambayo ni ya kitaifa na ni yao, sasa hivi wajenge shule yao, wachukue Chief Koinange, waiunde kwenye viwango vya Alliance, kisha wasalie nayo. Lakini pia ni changamoto kwa maeneo mengine. Kwa mfano, kwa sababu zile tulizijenga sisi wote, zile ambazo wanajenga saa hizi na tuwaachie. Na hata sisi kule Mumias tukijenga shule ya kitaifa na watu waachie. Lakini ni muhimu kwamba kimaeneo sasa uongozi na viongozi waanze kufikua na mawazo ya kufikiria kwamba ni shule ipi watajenga iwe ni alliance ya kule kwao. Kwa sababu ukiona kiongozi ambaye anaweza kuwa rais kwa muda wowote pia akichaguliwa na Wakenya, ana mawazo kama hiyo, inamaanisha kwamba akiwa rais atatekeleza hiyo sera na hakuna mwanafunzi kutoka Emuhaya atajiunga na Mangu ila kuzingatiwa kama second option. So inafaa wanafunzi wa Emuhaya waanze kujiandaa. Ni vipi Emusire inaweza kuwa shule ya kitaifa ya viwango vya Alliance. Na kila maeneo yafanya hayo. Mawazo mazuri hayo. Kweli sana, na pia kiongozi kama huyo lazima tumwangalie mapema, sababu akikuja akaleta mfumo kama ule, my friend,
wao wanafunzi wataumia sana. Hizi shule zilijengwa na Wakenya wote na lazima ziweze kutumika kwa Wakenya wote. Safi kabisa. Tumekuwa na safari ya mabadiliko katika sekta ya elimu. Mheshimiwa, umekuwa nayo, umekuwa unaiona na nini? Je, kufikia mwaka wa leo 2026 kuna faida yoyote imepatikana katika sekta hiyo na kutokana na mabadiliko ambayo yalianza kuwekwa kutoka kwa serikali za nyuma hadi sasa? Kwanza mabadiliko imekuwa ni mengi na ni mengi pia ni mazuri na pia changamoto ziko. Kwa mfano, ameguzia jambo ambalo limefanya nikamkumbuka Rais Moi. Sababu mtu alikuja kufungua elimu kwa watu wote bila kuzuia sana, sababu hapo awali ungeweza kupata waziri ni ule mtu alitoka shule fulani na wale wafanyikazi wote walitoka katika hiyo shule. Sababu ya ile mambo wakili amesema alikuwa ni Moi. Sababu sasa alifungua na ikafanya hata zile shule ndogo zikaanza kutoa wanafunzi directly kuenda katika university. Katika mfumo wetu wewe ungeweza enda university kama hujaenda shule kubwa. Tulikuwa na zile shule ambazo zilikuwa na A level zinapeleka wanafunzi kwa university. Zile zingine tu zilikuwa ni harambee na hizo unasoma na utafeli na urudi tu nyumbani. Kwa hivyo alifungua pale. Baada ya kufungua na ile 844 hakuweza kutimiza vema sana, lakini baadaye 844 iliweza, watu walicomplain sana wakati tulitoa A level, lakini 844 pia iliweza kutaimini ikakuja ikakuwa ni mfumo mwema. Lakini pia tulikuwa na mabadiliko mengine makubwa. Kumbuka Magoha juzi akasema kwamba lazima tukuwe na ile 100% transition. Ndio. Hatujai kamilisha vizuri, lakini nataka ikuwe protected sana, sababu ya 100% transition inasaidia kila mwanafunzi kwenda shuleni. Na pia ile wakati wa 844 tukasema kila mwanafunzi aweze kupata certificate. Kumbuka awali ulikuwa unaweza soma na unatoka kule na Z. Na Z hata huko kunapewa certificate yote. Wewe unatoka ni kama there's nothing you did. Umefanya. Lakini saa hizi kuna ile progression. Development nyingine imekuja na hii mfumo wa Rais Ruto. Sababu kwa kuleta zile technical colleges ambazo niko na Ebukanga, saa hizi najenga sijui Ebunangwe na ziko all over, zinaanza kusaidia wale wanafunzi ambao hawaendi university, sababu tuko na mpango wa wale wanafunzi ambao hawajaenda university. Walikuwa wanatoka tu, nobody wants to talk about them. Sasa hizo wana mpango. Lakini sasa huo mpango lazima utiliwe manani, waweze kwenda katika zile colleges na waweze kusoma kazi ambao wanaweza fanya hao wenyewe wakienda kule. Na tutasaidiwa sana na huu mtaala wa CBE, sababu hawa watatoka shuleni tayari wakiwa na ile hali ya kujisimamia, kufikiria hivyo. Kumbuka sisi wa A-level na 844 tuko natoka, hatutaki kuenda kufanya kazi hata ya ufundi. Tunataka tu zile kazi za kitambo, zile mwisho wa masomo utapata kazi nzuri. Safi kabisa. Kumalizia, kuna pendekezo ambalo mimi nadhania kama mwalimu na wakili linapaswa kutekeleza chini ya mtaala wa CBC. Kumbuka chini ya mtaala wa 844 ungeweza kujiunga na class 1 na uende hadi form 4 term 2 na ukose kwenda shule, uache shule, wangekuita class 8 dropout, kwamba hukusoma. Je, tunaweza kuwa na sera na sheria ambazo zimebuniwa na bunge kwa mwanafunzi sasa hivi akitokea grade ya 10 aweze kupewa cheti cha maisha cha kudhihirisha kwamba aliacha shule akiwa cheti cha 10 na anaweza kujiunga na taaluma fulani ambayo inaruhusu akili yake wakati college fulani. College fulani. Sio lazima tufinye wanafunzi kwenye mtaala wamalize miaka hii ndipo tuseme wamepikwa wakapikika. Nataka nichukue kauli zenu za mwisho, maana tumebaki na dakika kama 3 kuhusiana na mfumo pale umefika hivi sasa na tunaangalia mbele, labda mheshimiwa tunasonga vipi nao? Mtaala ni mzuri, lakini ufadhili utakuwa wa maana sana kwa kuhakikisha kwamba unaweza kufanyika na kutekelezwa. Na jambo la uajiri wa walimu, jambo la kuhakikisha wale walimu ambao wako kwa JSS, sababu hawa ndio wanabeba mzigo wa mtaala ambao wako katika ile internship, liweze kushughulikiwa mara moja ili waweze kuwa permanent and pensionable. Wale walimu ambao wanapitishwa katika ile retooling waweze kuwa motivated vema, ili wasiupatiwe shilingi 500 wanapoenda pale wapewe shilingi 3000 vile semester inafanya. Motivation ikuwe pale, na pia tuweze kukua na ile ufadhili wa laboratories katika shule. Serikali nasema itajenga 1600, lakini pia waongezee zile laboratories za ICT, sababu mtaala wenyewe unaguzia mambo ya ICT sana. Na kwa hivyo tunahitaji fedha. Tutengeneze kitengo maalum katika ile inaitwa supplementary budget ambao specifically ni kufadhili mtaala ufaulu. Asante sana Mheshimiwa Echesa. Ubunifu wa walimu wakuu na bodi simamizi utakuwa ni mwema kwenye kutekeleza huu mtaala.
ufadhili kutoka serikali kuu kama vile mheshimiwa alivyosema, na ufadhili pia badala ya kutengeneza vitengo vya polisi vya kuangalia ile mambo tunapost kwenye Facebook, rais pia anaweza zingatia kutengeneza kitengo TSC cha kutekeleza CBC, mambo ambayo yataweza kutufaa. Na alafu la mwisho natumai kwamba Teachers Service Commission sasa hivi inapaswa isikuwe kama Teachers Force Commission. Is not a teacher's force, is a teacher's service. Watoe huduma kwa walimu, waketi wazungumziane jinsi ya kutekeleza huu mtaala. Mwalimu ndiye aliye tuna software ya kufunza hawa wanafunzi. Ukimlazimisha hatofunzwa kwa kutaka, atafunzwa kwa kulazimishwa, na wale wanafunzi hawatafaidika. Watu wa TSC Nairobi hapa wafunzi ni walimu darasani ambao wanafunza, na lazima wakuwe na utu. Asante. Kwa hivyo ile CBE yao iweze kutekelezwa kwa miongo miwili vile tuliahidiwa na rais. Alafu promotion na mambo mengine. Safi. Asante sana Mheshimiwa Omboko kwa kuweza kufika siku hii ya leo, na vile vile wakili Echesa kwa kuchanganua swala hili la elimu. Bila shaka mawazo ya namna tutakavyoweka uendelevu katika matumizi katika mfumo huu bila shaka ndio yanayohitajika hivi sasa, wakati tayari gurudumu linaendelea kusonga. Na cha msingi ambalo nafurahi sana mmelitaja nyote, utekelezaji kikamilifu wa mfumo huu ndio utaweza kufanikisha shughuli nzima na kupata wanafunzi ambao wamemaliza kusoma na watakuwa tayari wameanza kujitengenezea taaluma zao katika jamii. Tumesema kwamba changamoto bado zipo na zinafaa kuangaziwa namna ambavyo ninavyostahili kuangaziwa, jambo ambalo Mheshimiwa Omboko alianza nalo vyema kabisa, na ikiwemo changamoto kuu ya walimu na wale walimu ambao tayari wanahitajika kupewa kandarasi za muda mrefu ili kufanikisha mfumo wa CBE. Maana kupitia KUPPET wana mzigo mkubwa wa walimu kuhakikisha kwamba utekelezaji kikamilifu unakamilishwa. Naitwa Ali Manzo Aise, tunamkamilisha mjadala wetu kwa sasa, lakini kwenye muda usiokuwa mrefu nitarudi tuje tuangalie kuna baadhi ya taarifa ambazo tumezifuatilia na nitakuelezea ni zipi. Usiende mbali. Asante.